Amen. Niwakaribisha kipindi cha Bible Study kinachojia kwa sana makanisa moja. Makao makuu yakiwa Dallas, Texas. Kanisa lipo pale kimtandao. Ikiwa ni siku ya Mungu ya March 12 mwaka huu wa 2026. Nyumbani safi imeshafika tarehe 13 kwa kabisa tena kipindi cha Bible Study. Hii itakuwa ni sehemu ya pili ya kipindi ambacho kilianza wiki jana. Title ambayo tulikuwa tumeenda nayo ni somo ambalo kwa kweli mkameomba tutafute mwalimu aweze kufundisha, na tunashukuru kwamba tunaweza kufanya hivyo. Title ikiwa ni je, kuna stahamilivu tofauti kwenye ndoa au kwenye utumishi wa zamani na ule wa leo? Je, kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa na kwenye utumishi wa zamani na ule wa leo? Wiki jana tulifundishwa na watumishi wa Mungu wawili, Mama Janet Kasha pamoja na Reverend Dr. Anderson Kasha katika sehemu ya kwanza, na tumshukuru Mungu kwamba katika sehemu ya pili tutakuwa nao pia. Kama sio karibisha, basi tafadhali kuwa shemasi kama telefly ama reminder ile kuwisha kwenye kipindi, ukiwa forward watu wengine watatu, kwa taarifa kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa ya Umoja kipo hewani. Na wakati tunafanya hivyo, basi naomba kwa mara ya kwanza kwa siku leo mkaribishe mchungaji kiongozi makanisa ya Umoja Reverend Dr. Absalom Nasua, ataingia kwa kipindi kwa sala ya jioni. Karibu Dr. Nasua. Amen. Asante sana. Tuombe. Baba na Mungu wa utukufu, katika jina la Yesu tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi, kiti chako cha rehema, ili kujifunza kutoka kwako kupitia watumishi wako mchungaji Kasha na mama mchungaji Janet Kasha. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa ukiwatumia katika maeneo mbalimbali, na siku ya leo kwa neema yako Mungu watatufundisha kwa mara nyingine tena. Tunaweka kipindi hiki, tunaweka wao mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. 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 Asante sana mchungaji Nasua kutufungua kipindi kwa sala jioni. Naam, wiki jana tulikuwa na sehemu ya kwanza kama kusema kipindi chetu. Tunaweza kujifunza mambo mengi mazuri sana katika somo hili. Kipekee kabisa tulisimama na Korintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili, kujenga foundation, na katika sehemu hii basi ilikuwa ni sehemu ya ndoa. Tulifundishwa pamoja na ambayo tulijifunza kwa siku hiyo kwamba neno ya maagizo hayajabadilika, lakini binadamu kwa maana ya tabia ndio waliobadilika. Tulidokezwa vile kwamba ndoa pia ni utumishi, kitu kipya hicho na ambao tutachukulia hivyo. Na alisema kwamba watumishi wasema kwamba kitu kingine ambacho kama tofauti ya sehemu zote, sehemu ya ndoa wa zamani na wa leo, ni pale ambapo panapotokea changamoto. Kizazi cha zamani kilikuwa ni cha kutengeneza, cha leo wakasema kwamba kinatupa, kwamba kuna huka ya staha za ndani kipindi hicho, lakini siku hizi kuna kudharauliana na kuna kuanika mambo online. Korintho kwanza hakuwa kitabu pekee tulichosoma, tulifungua Biblia Mwanzo 2:24, tukatembea na Efeso 5:22 mpaka 25, tuliingia Mathayo 19 mstari wa 3 mpaka wa 9, tukarudi katika Wakorintho ule wa kwanza, safari ikiwa mlango wa 7:12 mpaka 15, and then tukarudi kwenye Mathayo safari 14:23. Hivyo vitabu ambavyo tumepita hapa katika sehemu ya kwanza ya somo hilo la je, kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa na kwenye utumishi wa zamani na ule wa leo. Tunaposema pati ya kwanza walimu walisimama zaidi katika sehemu ya ndoa. Kwa siku ya leo nimepata dokezo kwamba tutamalizia sehemu ya ndoa tena katika utumishi katika sehemu ya tatu na ya mwisho wiki lile lijalo. Basi kupoteza muda, na bado nakaribisha katika line na kwa pamoja Mama Janet Kasha pamoja na Reverend Dr. Anderson Kasha. Karibu tena watumishi katika kipindi cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili, sehemu ya pili. Tuko tayari kujifunza pamoja. Karibuni. Bwana apewe sifa. Wapendwa, mnanisikiliza? Amen. Tunasikia vizuri kabisa. Tunamshukuru Mungu, tena ni wakati mwingine ametupa tena ruksa kuwepo katika madhabahu hii ya Bible Study Umoja. Tunawashukuru sana viongozi na mbeba maono. Tunashukuru mno kwa wakati mzuri huu wa kujifunza, maana tunajifunza tu wanafunzi mbele za Mungu, tunajifunza always. Kwa hiyo mimi last time samani sikuwa
tumejiintroduce vizuri. Mimi na Pastor Kasha, Mungu ametujalia tuko kwenye ndoa miaka 37 na tuna watoto 3 na wajukuu 4 na mwingine tunamhesabu tu ni mjukuu anakuja anytime. Kwa hiyo ningeomba tu tuelewe hivyo, maana last time tuliacha kueleza, nikaona mtu ananiuliza, jamani wewe umekaa kwenye ndoa muda gani? Nikaona okay, ngoja sasa tueleze ili wajue kama nimestahimili au Kasha amestahimili au bado, au bado tunasonga mbele. Glory to God. Sasa leo tutaenda kuongea kidogo. Nashukuru mtumishi alishaelezea aliyopita, lakini leo nitaenda kuendelea kuongelea kidogo kuhusu sasa tufanye nini sasa wanandoa, tufanye nini ili tuweze kubeba yale maono ya kustahimili kwenye ndoa. Sasa kuna vitu 5 ambavyo nitaviongelea ambavyo ni vya muhimu sana kwa wanandoa, vya kusaidia sana kutokufikiria kuendi. Of course hakuna kuendi, lakini kutokufikiria hata kufika pale. Tukifahamu kwanza ndoa ni ya Mungu, hiyo tulishaisema last time. Alafu pia ndoa ni covenant, sio contract, sio mkataba. Unapoingia kwenye ndoa, alafu kama kuna watu ambao mnanisikia hapa ambao hamjaingia kwenye ndoa sio ya kuingia mbio tu kwa sababu fulani kaoa, fulani kaolewa, ngoja na mimi niolewe, mbio. Hapana. Ndoa ni kumuomba Mungu kwanza. Ni kumuomba Mungu kwamba Mungu, naomba unisaidie, maana nataka kuingia katika hii huduma inaitwa huduma ya ndoa. Na kwa sababu Mungu ni mwanzilishi wa hii ndoa, ndio atakayekuwezesha kukaa katika hiyo ndoa. Ukishajua kwamba ukiingia kwenye hii ndoa ina maana hutoki, kwa sababu Mungu haruhusu kuachana. Malaki 2:16, mtu atakayesoma Mungu anakataa kuachana. Kwa hiyo ukiingia kwenye hii covenant ambao umefanya na Mungu, ni unakaa, ujue kabisa ni mahali ambapo umeingia unakaa. Kwa hiyo sio mahali pa kufanya uamuzi haraka, mahali pa kutulia na kumuomba Mungu. Na hata ukiingia kwenye ndoa unaendelea kuomba, unajenga ndoa. Jambo la kwanza nimesema ni covenant na wala sio contract, ujue hilo na uweke moyoni mwako. La pili, tunajenga ndoa zetu kwa Mungu. Tunaweka foundation iwe kwa Mungu. Iwe kwa Mungu. Agano ni agano. Ni agano. Kasha amenipa kinani nisiseme Kiingereza, I'm sorry. Ni agano na sio mkataba. Kwa sababu agano halivunji, mkataba unavunjwa. Kitu kikikaa tu kidogo tunavunja, lakini agano limewekwa hapo ni mpaka kifo kitutenganishe. Tumesema hivyo. Kwa hiyo ukijua hicho kitu na ukajua kwamba hiyo ndio muhuri ambao unaweka kwenye moyo wako, ukiingia kwenye ndoa utajua kabisa nimeingia, sina mpango wa kutoka. Na ninaongea ndoa za Wakristo. Ya pili ni maombi ya kuijenga ndoa yako ili Mungu aisimamie. Maana hii ndoa tumesema ni huduma ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuombe ili Mungu atusaidie kusimama na kuisimamisha hii ndoa ikae katika mahali ambapo inampendeza Mungu. Kwa sababu tuliona hata wakati ule kule nyuma kwamba kwenye ndoa tukikaa vizuri kwenye hii huduma, tukipeleka vizuri, hata watu wetu wanakuwa vizuri, hata wajukuu wanakuwa vizuri, hata majirani pia wanamtamani huyo Yesu mlionao kutokana tu na ndoa yenu. Kwenye neno la Mungu tulisoma kule tukaona. Kwa hiyo ni vizuri kuendelea na maombi, kumuomba Mungu, sio kwenda kuuliza majirani na marafiki ndoa inaendaje. Ni kumuomba Mungu akuwezeshe kwamba Mungu umeniingiza kwenye ndoa, sasa ninaomba unisaidie. Maana matatizo mengi ya wanandoa, tungekuwa tunajua kurudi mbele za Mungu na kusema, Mungu, mbona nimefika hapa, ninaomba unisaidie kitu gani? Kwa sababu huenda ni wewe unataka uchange, uelewi tu. Maana mara nyingi tunapenda tu kunyoosha vidole, tunataka kunyoosha kidole, lakini ukikaa ukaomba, kuna ile neema na rehema ya Mungu inakujia kukuonyesha kwamba kuna mahali na wewe pia umekosa, ni wapi, na wakati mwingine Mungu anakupa neema ya kuchukulia mambo magumu ambayo mwenzio anayaleta kwenye ndoa. Mungu anakuwezesha. Ni Mungu anakuwezesha tu, hakuna namna
Hakuna cha kusema si nitasema hapa au fulani anasema hivi au kwenye mitandao au wapi. Hapana, ni mbele za Mungu. Kwa hiyo tujue hii ni huduma na tujue kwamba ina attack na adui haipendi, na tuendelee kuiombea. Na ukiendelea kuomba hivyo, Mungu anakupa neema. Unashangaa unakuwa mstahimilivu, kama tulivyokuwa tunasema kwamba mstahimilivu wa zamani ulikuwa ni bora zaidi kuliko wa sasa hivi. Lakini hata sasa hivi pia, kwa sababu neno la Mungu ni lile lile na Mungu bado yupo, hajabadilika na bado anatenda mambo makuu, atatuwezesha kabisa. Tutavumilia. Kiswahili, asante wewe. Tutavumilia, tutakuwa wastahimilivu vizuri kabisa kwa neema ya Mungu mwenyewe. Alafu ya tatu, hakikisha mawasiliano ni mazuri. Hakikisha mawasiliano ni mazuri, pia ombea mawasiliano. Na hii ninasema kwa ajili ya baba na mama wote. Yaani katika ndoa yoyote ile ambayo mnaacha kuwasiliana, mnaacha communication, mjue mnamkaribisha shetani. Nasemaga kununa ni adui 100%. Yaani ni adui 100%. Na kama una mstari wa kunihakikishia kwamba sio shetani, naomba tuongee baada ya hapo. Unanuna mwezi mzima uongei, mtumishi wa Mungu, wewe unasema umeokoka, unaenda mbinguni kwa sababu fulani amekukosea kitu fulani, kwa hiyo huongei kwa muda wa mwezi. Kuna kapo wengine wanasema eti mwezi mzima nilikuwa siongei. Sasa unaongea na nani? Huyo ni adui kabisa. Tena ukiona kuna spirit kama hiyo, ingia kwenye maombi na vunja. Kwa sababu hata mtu akafanya makosa makubwa namna gani, lazima kuwa na mawasiliano kusuluhisha, kuwa na mawasiliano kutengeneza, kuwa na mawasiliano kuangalia kwamba ni wapi tumefanyaje. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ameolewa na malaika hapa na hakuna mtu ambaye ameoa malaika. Kwa hiyo ni lazima tuwasiliane, tutoe vilivyoko moyoni. Maana kuna watu wengine mnakuwa na mauchungu. Tulishaangalia ile nani ya kule kwamba kule nyuma tulikuwa tumeangalia jinsi ambavyo mioyo ikiwa na uchungu inavyokuwa migumu. Unabeba uchungu lakini mwenzio haelewi ni kwa nini. Kwa sababu nini? Hakuna mawasiliano. Kwa hiyo mawasiliano ni mazuri kama kuna uzuri kwenye ndoa, kama kuna ubaya kwenye ndoa, mawasiliano ni ya muhimu. Kwanza kwenye ndoa mliingia mkiwasiliana, mnaambiana mnapendana, wengine mimi silali na kuwaza lelelele, mliingia na mawasiliano. Sasa kwa nini adui aondoe mawasiliano? Hapana. Mawasiliano ni muhimu. Haijalishi unaumia kiasi gani, endelea kufungua mawasiliano. Endelea kuangalia ni namna gani tunapotengeneza. Alafu la pili, la nne, kuwa tayari kusamehe. Kuwa tayari kusamehe. Kwa sababu kusamehe katika ndoa ni kitu cha muhimu mno. Namalizia tu kusema hapa, alafu nitasoma huu mstari. Au Pastor Kasha, naomba unisaidie kufungua Wakolosai 3:12 mpaka 15. Tutasoma pale. Kusamehe ni kwa muhimu mno. Na kusamehe katika ndoa ni kitu ni cha, hata sijui nisemeje. Maana kuna kapo tulikuwa tunawakanseli, anasema mimi sijaweza kumsamehe kabisa. Sasa najiuliza, kweli kabisa neno la Mungu linasema kwamba tusamehe, hata sadaka tusitoe jamani, tusamehe. Yaani sasa wewe kama umebeba madudu hivyo, si hata Yesu utamwacha, yaani sio mume wako tu, hata Yesu mwenyewe atakuacha. Kwa hiyo kusamehe sio kwa ajili ya yule mwenzio aliyokukosea, ni kwa ajili ya wewe kutengeneza mawasiliano mazuri na Mungu wako. Unamsamehe kwa ajili yako. Unamsamehe huyo mke wako kwa ajili yako. Unamsamehe huyo mume wako kwa ajili yako. Na ukifanya hivyo utashangaa vitu ambavyo Mungu atatusaidia katika, kwa sababu hizi kizazi cha zamani kwa kweli walikuwa wanajua kusameheana. Tulisikia testimony hapo, kuna mama mmoja alikuwa anaongea kuhusu mama yake alipokuwa hata yuko kwenye abuse, lakini anasamehe tu, anasema mimi navumilia tu kwa ajili ya wanangu.
Lakini sasa hivi Mungu ametuletea kiburi sasa, kwa sababu alikuwa anasema zamani, ndoa za zamani wa mama wengi walikuwa hawana kipato, kwa hiyo inabidi tu sasa avumilie mpaka alee watoto wakue, ndio hata baadaye aamue kwamba ni kitu gani anataka kufanya. Sasa hivi tumefika mahali sasa wamama nao wanapata kipato, kwa hiyo tumeondoka pale kwenye ambapo neno la Mungu linapotuambia wababa wapende na wamama watii, na hakuna tena respect, kila mtu yuko juu, kila mtu ana mambo yake, kila mtu anafanya huku, kila mtu anafanya hivi. Hapo sio mahali pazuri kabisa kwenye ndoa. Bado tunarudi pale pale kwenye Mungu alipotupa mstari wa kusimamia kwenye ndoa. Bado tunarudi pale pale. Hata kama unafanya kazi kubwa, unaingiza hela nyingi, kumbuka kwamba wewe ukirudi nyumbani wewe ni mke. Ukirudi nyumbani wewe ni mume. Wewe ndio leader. Wewe ndio unatakiwa kulidi nyumba yako baba. Wakati mwingine tunasema kwamba tunawafuata, natakiwa mtuonyeshe tunawafuata mnaenda wapi. Sasa mama akianza kukuuliza mume wangu unaenda wapi, usio mkali, maana si anakufuata, ndio msaidizi wako. Maana kuna wababa wengine mnakuwa wakali mkiulizwa maswali ya vision. Mkiulizwa maswali tunaenda wapi? Unafanya nini? Una maono gani? Miaka 2-3 kuanzia miaka 5 ijayo, je, unaona nini mume wangu? Kwa sababu wewe unatakiwa upewe maono. Wewe ndio leader baba. Usio sasa mkali. Alafu msaidizi akikupa idea, kama huoni kabisa uko mbele, chukua hizo idea wewe zishikilie, nenda nazo mbele. Acha kusema kama usinieleze mambo ya kunieleza tu nini na kuwa mkali. Hapana, kwa sababu umepewa msaidizi, kwa sababu ndio maana Mungu aliona kabisa kwamba huyu hafai kuwa mwenyewe, ngoja nimpe msaidizi. Alafu pia tujue kabisa kwamba hakunaga ndoa ambayo iko kamilifu. Hakunaga mtu ambaye yuko kabisa huyu ni mkamilifu. Kila mtu ana mapungufu. Lakini Mungu anapotuweka pamoja, anatuweka pamoja ili tusaidiane kuwezesha lile ambalo mimi siliwezi, Kasha ananisaidia. Lile ambalo udhaifu wa Kasha mimi naziba. Udhaifu wangu Kasha anaziba kwangu. Ndio maana Mungu ametuweka unperfect, watu ambao hatuko hatujakamilika, lakini tuko kwenye ndoa, tunaenda kupeleka ndoa iliyokamilika mbele za Mungu. Kweli sisi wawili tutaweza? Tunamhitaji Mungu. Ndio maana tunamhitaji Mungu. Kusamehe ni muhimu mno. 3, usifanye maamuzi ya haraka. Ukiwa kwenye ndoa, acha kufanya uamuzi wa haraka ukiwa umefurahi au ukiwa umechukia. Mnakumbuka ile mfalme alitoa kichwa cha Yohana? Haya, na wote alitoa kichwa cha Yohana. Ukiwa umekasirika sana, usifanye uamuzi wowote. Adui anaitumia hiyo nafasi sana. Ukiwa umefurahi sana, usifanye uamuzi. Tafuta mahali ambapo umekaa uko vizuri, umetulia, umerelax, ndio fanya uamuzi, especially uamuzi mkubwa. Kuna mambo makubwa kwenye familia wa baba wanatakiwa kuamua. Kuna mambo makubwa kwenye familia wa mama wanatakiwa kuamua. Usifike mahali ukaona sasa hapa ndio nimekasirika, ukataka kufanya Naomba wanandoa mnisikilize. Maana kuna wanandoa ambao sasa hivi wanalia, wangetamani warudi kwenye ndoa yao, hawawezi. Mmoja hapo, kuna mmoja ambaye tulikuwa tunaomba na mama mchungaji. Huyo dada ametuliza mno. Aliondoka kwenye ndoa, amekataa kabisa kurudi. Sasa anataka kurudi. Kurudi na baba kule naye ameshaweka kabinti kengine. Lord have mercy. Sasa tunaombaje? Tunaomba kale kabinti kakimbie au tunaomba nini? Yaani unabaki tu unasema Mungu hebu turehemu. Tuache kuweka maamuzi ya haraka. Uenda hapo kwa kitu ulikokaona ungevumilia tu mpaka kesho yake. Wanasemaga giza alikai muda mrefu. Asubuhi kuna pambazuka. Vumilia tu, Mungu atakurehemu. Maadamu hufi, lakini hufi maana kuna wengine wanapigwa ngumi kwenye ngumi nilishasema unaripotisha, lakini vitu vidogo jamani, hapana, tunavumilia. Sasa nitaenda kusoma huu mstari Kolosai 3:12 mpaka 15. Wakolosai mlango wa 3 mstari
wa 12 hadi ule wa 15. Neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Na hiyo ya mwisho, na amani. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Amen, imetosha hapo. Kwa hiyo nimesema tu tusome huo mstari jinsi ambavyo tunaangalia jinsi ambavyo neno la Mungu linapotuambia, na nitaka niishie tu hapo kwamba amani ya Kristo na iamue mioyoni mwetu. Unajua amani ya Kristo always inamwaga mambo mazuri. Amani ya Kristo always inasimama kwenye mambo ya Mungu. Amani ya Kristo always inakuweka katika mstari wa Mungu. Haikupeleki haiendi sawa sembamba na adui. Hamna. Haiendi. Kwa hiyo tunatakiwa tusifanye maamuzi, na mwisho ambao ningeiweka ya kwanza ni maombi. Maombi, nimesema maombi. Ombea amani ya nyumba yako. Ombea umoja. Yaani nguvu ya umoja ambayo Mungu anakupeni, yani unit ya wewe na mke wako na mume wako. Ombea upendo uendelee kukua kama jinsi wa Korinto wa kwanza 13 ile mpaka 14 mpaka 7. Maana tukiangalia pale jinsi ambavyo upendo ukiwepo kwenye ndoa, wababa pendeni. Maana mkipenda hamtakuwa yani mkipenda mtavumilia, mkipenda hamtakuwa na mambo ya kujivuna, mkipenda hamtahesabu mambo mabaya, mkipenda hamtakuwa na uchungu, mkipenda hamtakuwa mtastahimili. Jamani, tukipendana na pendo ile ambalo Mungu anatufundisha hapa, sidhani kama kuna kitu ambacho kitashindikana katika ndoa. Na kama jinsi nilivyoongea, maana sitaongea muda mrefu sana. Na kama jinsi nilivyoongea last time nikasema kwamba hakuna ndoa ambayo haina challenge, hakuna. Ila ni wewe mwenyewe tu ujiwekee kwamba mimi hapa sitoki. Yaani acha kabisa kutamka divorce. Tatizo lolote likitokea wewe unataka kudivorce. Ukisoma wa Korinto wa kwanza 7:10 mpaka 11 pale. Yaani anasema kabisa, naomba mtu mwingine anisomee wa Korinto wa kwanza 7:10 mpaka 11. Hiyo lazima pia niisome leo. Japo nina muda. Naomba mnisomee, ni Bible study, mwenye Biblia anisomee hapo. Wa Korinto wa kwanza 7:10 mpaka 11. Urudi tena makasha. Umesema wa Korinto wa kwanza 10. Wa Korinto wa kwanza 7:10 11. 7:10-11. Mpaka wa 11 ya. Nitasoma katika jina la Bwana. Wa Korinto wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 10 na wa 11. Lakini wale wote waliokwisha kuona na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asolewe, au apatane na mumewe, tena mumewe asimwache mkewe. Amen. Amen. Nitaka tu niwahakikishieni kuna mstari jamani. Vimeshindikana sana. Kunaitwa kuseparate, sio kuachana. Na usiseparate na mume wako, sio kwamba au mke wako, sio kwamba yani ndio mmeachana. Ni kwa ajili ya kutengeneza. Uruhusiwi kuoa wala kuolewa. Tumesoma vitu vyote kule nyuma, tunaelewa jamani. Na kama mna watoto, ni vizuri kuyaweka mambo vizuri, especially wakati mna separate, kwa ajili ya kutengeneza. Ni vizuri kuwaweka watoto vizuri, tusiwaingize watoto kwenye matatizo. Maana tuna tabia mbaya sana ya kuingiza watoto kwenye matatizo ya ndoa zetu.
Jamani, familia za zamani walikuwa mnastahimili, hapo hata sisi wenyewe tulikuwa tunawaona wazazi wamevumilia na hatuoni shida yoyote, hatuoni matatizo yoyote. Lakini sasa hivi mtoto yani ndio wa kwanza anayejua kwamba kwenye ndoa kuna shida, kwa sababu tunawaingiza. Hatutaki kuwaingiza kwenye matatizo kwa sababu hii kitu inawasumbua baadaye. Na hata kama ikitokea kwamba mmeseparate kwa ajili ya kutengeneza, kwa sababu sisi tuna support kuseparate kwa ajili ya kutengeneza, hatusupport kuachana, maana Mungu anakataa. Hiyo ni mpango wa adui, hatuko huko. Lakini kama kuna matatizo ambayo yamefikia mahali ambapo mtu anaweza kuseparate ili kwamba yani mkakaa mwingine hapa na mwingine hapa, mkatengeneza, mkisiki counseling ili mtengeneze, hiyo ni nzuri. Na mkati mkikaa hivyo, jaribu kuwaambia watoto baba na mama bado wana sehemu kwenye maisha yao na hawajahusika kabisa katika hiyo shughuli ya nyinyi kuseparate. Acha mambo ya kueleza ubaya wa baba, ubaya wa mama, kwa sababu mtoto unamjengea chuki, na ukimjengea chuki kuna jinsi ambavyo inakuja kumwadhibu mtoto mwenyewe. Anakuja kuwa watoto wengi wanaojengewa chuki utakuta hawafanyi shuleni, hawafanyi vizuri, wanagombana kila mtu kwa sababu wamejengewa chuki. Kwa hiyo be careful hapo. Sitaki kuingia kwenye mambo ya watoto hapo kwa sababu nitachukua muda, lakini hivyo vitu ambavyo nimevieleza hapo, I hope kwa wanandoa mnaonisikiliza na wale ambao mmetaka kuingia kwenye ndoa, kwa kweli Mungu awasaidie muendelee kuwa na ustahimilivu, kwa sababu tunaye Mungu ambaye anatuwezesha. Mimi na Pastor Kasha tuna miaka yetu 37, tumemwona Bwana akituwezesha. Kwa hiyo nataka kuatia moyo ambao mko chini yetu na wale ambao mko mbele yetu pia, tunaendelea kumtukuza Mungu. Na pia divorce, shetani haogopi muda gani umekaa. Kuna wengine tumeona wameachana wana miaka 55, kuna wengine si karibuni ngapi. Kwa hiyo haogopi, ila ni nyinyi wenyewe kuhakikisha kwamba mmekaa hapo na hakuna mtu anaenda kokote, na mnahakikishiana every day kwamba hakuna mtu anaenda mahali popote. Tunatengeneza vitu vinavyotusumbua. Sasa ningetaka sije kuongea, kuna kitu kingine ambacho pia kimekuwa ni shida sana, na imekuwa ni jaribu kubwa sana katika wanandoa, especially kwa kipindi hiki cha kizazi hiki cha sasa hivi. Jamani, respect. Yani tunazoeana kwenye ndoa mpaka tunaondoa ile respect. Yani Mungu atusaidie, na kizazi cha zamani hakikuwa na hivyo. Kizazi cha sasa hivi kimekuwa mahali ambapo mnazoeana mpaka unamuona mwenzio kama vile tu ni nani tena, yani inakuwa kama dharau fulani hivi ambao sio nzuri kabisa. Yani Mungu atusaidie katika hilo, tujifunze. Neno la Mungu limeshatuambia tujifunze. Kama wewe ni mama, mtii, mrespect mume wako. Kama wewe ni baba, mpende, mrespect mke wako. Mke wako akisemwa mahali vibaya, umesemwa wewe. Mke wako akidharauliwa, umedharauliwa wewe. Mume wako akidharauliwa, umedharauliwa wewe. Fight for your wife, fight for your husband. Usichukue kuona kwamba ni kitu kizuri mtu anaongea kitu kibaya kwa ajili ya mke wako na unaona ni sawa. Hapana. Huyo ni mwili mmoja. Tumesoma Biblia pale. Tulisoma last time. Mmeunganishwa ni kitu kimoja. Na ndoa ni ya watu wawili. Wazazi wanaheshimiwa tu, hawaingizwi kwenye ndoa. Maana hiyo pia imekuwa ni tatizo kubwa la kufanya ndoa nyingine zinakuwa na misukosuko. Wanaingizwa wazazi. Wazazi hawataki kuingizwa kwenye ndoa. Wazazi wanatakiwa tu kuheshimiwa na kutunzwa na kutii na kuwatii wazazi maisha marefu. Lakini hamuwaingizi kwenye ndoa. Mkiwa na matatizo yenu, nendeni mbele za Mungu. Acha kupigia wazazi, acha kuambia watu. Maana leo na kesho mtatengeneza, au tukiona mnakisiana tunasema waongo hao. Juzi mmesikia yalimpushi yule, lakini kumbe mngetengeneza. Sisi tunajua tu mnaendelea. Yaani hao wanandoa mnaowaona, wengine mnawaona hapo wameposti hapo, wakati mwingine mkiona kwenye media huko mnafikiri hao watu hawana shida yoyote wala nini. Ingekuwa kila mwanandoa anatoa matatizo yake hapa, jamani. Yana tasijua wengine mngesema hata kumbe divorce ilikuwa hiyo nafuu. Kuna watu wamevumilia, kwenye ndoa.
Sasa jamani, sitachukua muda mrefu, nimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Kasha, naye amalizie kidogo hapo, alafu tutakuwa kwenye ndoa tumefunga hapo, tutakaribisha maswali. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Basi tunashukuru Mungu kwa vile ambavyo tumeendelea kwenye eneo hili, kuendelea kuangalia kwamba kuna tofauti katika stahimilivu ukilinganisha ndoa za huko zamani na za leo. Na nashukuru vile ambavyo mke wangu ameeleza kwa mapana, na hata mimi labda itakuwa tu ni kama kujazia tu kidogo, na kwa sehemu kubwa ni kwenye experience ile ambavyo tumeendelea kuona kwenye ndoa ya kwamba ndoa ni utumishi, kwa sababu wale wawili ambao wameamua kuingia kwenye ndoa, kwanza tukumbuke kwamba wameamua kwa hiari yao, hawakulazimishwa, na ni agano, wameagana kuingia kwenye ndoa. Kwanza kuna wito wa kutumikiana kama tulivyosoma huko kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili, ya kwamba mtu na tuhesabu hivi ya kwamba tuwatumishi wa Mungu na mawakili. Na sehemu ile ya mbele pale anasema kwamba na kinachotakiwa kwa wakili ni mtu aonekane kuwa mwaminifu. Sehemu hiyo ya uaminifu hiyo ni ya muhimu sana kuendelea kukumbuka tukiwa kwenye ndoa, inasaidia sana. Uaminifu kwanza kwa Mungu, kwa sababu ulipoingia kwenye ndoa, ilipokuwa mnapeana agano pale, basi Mungu alikuwa ni shahidi na amesimama kama mshuhudiaji wa kile ambacho mliamua kufanya. Na kwa hiyo uaminifu ni jambo la muhimu sana. Na uaminifu ni nini? Mungu ndiye ambaye alitengeneza ndoa. Na ameweka kitu ambacho tunaweza tukapita kama instruction set na namna ya kufanikiwa kwenye ndoa. Na kwa hiyo anapozungumzia uaminifu hapo, inamaanisha kwamba kuweza kuzingatia kwa kinaganaga namna jinsi ambavyo Mungu ameweka katika maelekezo yake, namna ya kuweza kufanikisha kwenye ndoa. Na kwa hiyo eneo hilo ni la muhimu sana kuweza kulizingatia, na hata pale ambapo wakati mwingine vitu havikwenda sawa tusije tukafikiria kwamba Mungu alikuwa amekosea kwenye kudesign. Hapana, hakukosea. Sisi labda ndio ambao wenyewe katika kuangalia yale maagizo ya kwenye ndoa na namna ya kufanikiwa, labda ndio hatukusoma vizuri au hatukuyazingatia vizuri. Kwa hiyo tunapoona haijaenda vizuri kama ambavyo tulivyokuwa tumekusudia, basi ni vizuri, kuna kitu ambacho wanasema kwamba refer to the manufacturer, kwamba ulizia manufacturer kwa yule ambaye ametengeneza, kwamba mbona product haiweki kama vile ambavyo tulivyokuwa tumeambiwa. Na najua kwamba mara nyingi vitu vinapokuwa havijaenda sawa vizuri, wakati mwingine tumekimbilia kwa watu ambao wao hawahusiki kabisa, badala ya kumwendea Mungu ambaye ndiye aliyetengeneza muundo. Na kwa hiyo itakuwa ni ya muhimu sana kila wakati, hasa si tu wakati labda mambo yanakwenda vizuri, hata tunapoona kwamba si tu wakati mambo hayaendi vizuri, lakini hata wakati ambapo mambo yanakwenda vizuri, wakati mwingine tunaweza tukadanganyika kwamba mambo yanakwenda vizuri, kumbe tumeshapotea njia. Kwa hiyo ni vizuri, Yesu anasema huko kwenye Yohana mlango wa 8 mstari wa 31 pale na 32, ya kwamba mtaijua kweli nayo kweli itaweka huru. Kuna kweli ya ndoa, ya kwenye ndoa, na ambayo ukijua
basi itaweza kukuletea mafanikio huko kwenye ndoa. Kwa hiyo kila wakati basi ni vizuri kuweza ni kama yale magari makubwa yanayopita barabarani, mara nyingi huwa wameweka namba ya simu huko nyuma, nasema kwamba how am I driving, kwamba ninaendeshaje. Na sisi tubandike namba za simu huko nyuma na kama ili tunamwalika Mungu kwamba aweze kucomment kwamba je, tunafanya vizuri au otherwise. Na ndio ili tuhakikishe kwamba kila wakati basi tunasababisha kwenye ukaguzi ndoa yetu, tusababishe kila wakati tupeleke kwenye service. Bila kufanywa ukaguzi, labda wakati mwingine kuna shida ndogo ndogo ambazo zimeingia humo ambazo hatujaweza kuzigundua, na wanasema kwamba shida ikiwa imegundulika mapema vya kutosha itasaidia, kwa sababu itaweza kusahihishwa katika wakati unaofaa. Kwa hiyo ni ya muhimu sana kwenye eneo hilo, mara nyingi kuendelea kuhusisha Mungu na kutafuta kwamba je, Mungu ninaendelea kufanya vizuri au labda nimepungua katika eneo fulani au katika eneo lipi. Kwenye eneo hilo la uaminifu. Na uaminifu, kuna uaminifu kwa Mungu, kuna uaminifu kwa Mungu na kwa uaminifu kwa mume wako au kwa mke wako. Sasa huo uaminifu huo uaminifu ni wa muhimu sana kwa pande zote. Na kwa sababu katika maagano wanasema huko kwenye labda kwenye business wanasema terms of terms and conditions ambazo mmeliingia humo. Hata huko kwenye agano, pamoja na kwamba ni agano, kuna ahadi ambazo mmepeana za kutumikiana na jinsi ambavyo mtaweza kufanya mmoja kwa mwingine. Na ni vizuri kila wakati hasa kuendelea kuangalia kwamba kuwa na kama checklist. Na wakati sisi tumekuwa na kitu ambacho kimetusaidia kwamba kila mwishoni mwa mwaka tuna kitu tunachoita kama report card. Yes. Ambayo kila mmoja anakuwa na nafasi ya kueleza vile vitu ambavyo mmefanya vizuri na hata pia vile ambavyo kufanya vizuri, na hatudiscuss. Tunapofika pale mwishoni mwa mwaka basi kila mmoja anamkabidhi mwenzake report card yake ambaye kutokana na performance yake alivyofanya katika mwaka huo. Na kweli imesaidia sana, maana ni kweli kama hakuna namna ya kuweza kupata vile ambavyo mwenzako anakuona na vile ambavyo anaona unafanya vizuri au vibaya, hatuwezi wakati mwingine kuweza kujua kama labda mahali fulani tumeharibu au mahali fulani tumefanya vizuri. Kwa hiyo hiyo imetusaidia sana, na tunairecommend mahali hapa hata wakati huu tunapoendelea kuangalia namna ya kunyanyua kiwango cha ustahimilivu katika ndoa. Na kitu cha muhimu pia katika kuweza kuhakikisha kwamba ustahimilivu unakwenda juu ni kuazimia tangu mwanzoni. Walinifurahisha sana wale vijana wa Ibrania, Daniel na wale wenzake, kwamba waliazimia tangu mwanzoni kwamba sisi hatutakula vyakula hivyo vya mfalme ambavyo Mungu wetu haturuhusu. Na vivyo hivyo tunapoingia kwenye ndoa, ukiwa umeazimia kwamba milango, there is no exit door. Yani exit door ni kwamba imefungwa na ni kama funguo mmempatia Mungu. Mmempatia Mungu ili labda mtu asije kurukuka mara moja akaona kwamba anataka kutoka. Kuhakikisha kwamba mlango wa kutokea umefungwa vizuri. Najua kwamba siku hizi tunazoishi leo, labda mlango wa kutokea umewekwa tu open. Wakati mwingine kuna drive through.
Lakini sisi kama tunataka ndoa zetu ziwe za kudumu vizuri na tuweze kunyanyua kiwango chetu cha ustahimilivu, na pia tujue kwamba sehemu ile ya kujenga ustahimilivu ni kama mazoezi ya kiroho ya kwenye ndoa. Vile vile tunavyofanya mazoezi kwenye mwili, tunanyanyua labda vyuma, tunajenga muscles kwa ajili ya kunyanyua vyuma vikubwa zaidi. Kwa hiyo unakuta kwamba kama umeanza kwenye vidogo, unapanda juu unafikia mahali ambapo sasa kiwango chako cha kuvumilia kinakwenda juu kiasi ambacho hutapata mtikisiko hata mambo mengine labda yakiwa yametokea, kwa sababu umefanya yale mazoezi ambayo yanahitajika. Kwa hiyo pia ni sehemu nyingine ambayo itaweza kutusaidia sana, tukikumbuka kwamba mambo magumu ambayo yanaweza kutokea wakati mwingine actually ni kama Mungu anayeruhusu ili tupate nafasi ya kukua. Maana kama hakuna challenge hatuwezi kukua. Tutaweza kubaki katika hali ile ambayo unakuta kwamba kikitokea tu labda kitu kidogo mtu anapata mtikisiko. Lakini kuna kitu ambacho tunakiita shock absorber. Kama umefanya hayo mazoezi ya kutosha ya kujenga ustahimilivu, basi nafikia mahali ambapo hata kukitokea mtikisiko kidogo hampati shock kwenye marriage. Kwa sababu mmevaa hizo shock absorbers, na inasaidia kweli. Kitu cha muhimu ni kukumbuka kwamba kuna usaidizi wa Roho Mtakatifu, na neno la Mungu linasema kwenye Matendo 1:8, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kutoka Yerusalemu, Judea, Samaria na miisho ya nchi. Na hiyo nguvu si tu kwa ajili ya kupeleka injili, lakini hata kwenye ndoa tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Inawezekana wakati mwingine hatujatumia vya kutosha msaada ambao Roho Mtakatifu anatuletea. Kwa hiyo ni muhimu kila wakati tutafute kwanza kukumbuka kwamba kuna msaada ambao uko kwetu, na tuweze kumtumia Roho Mtakatifu kuhakikisha kwamba tunajenga hali yetu ya ustahimilivu kwenye ndoa. Basi Mungu wetu ataendelea kutusaidia, ataendelea kututia nguvu, ataendelea kutufanya hata tuone si tu kwamba tutakuwa tolerate, maana kuna kitu ambacho kinaitwa kutolerate kwenye ndoa, lakini tutaingia kwenye level ambayo inaitwa kucelebrate. Kucelebrate ni kama kusema afadhali niliingia kwenye ndoa hii. Yaani tutoke kwenye kuvumilia alafu tuingie mahali ambapo sasa unaona afadhali niliingia kwenye ndoa hii. Na Mungu wetu ataendelea kutusaidia katika eneo hilo ili tukaweze kunyanyua viwango vyetu vya ustahimilivu katika ndoa. Basi Mungu atubariki sana. Amen. Karibu mtumishi. Amen. Asanteni sana watumishi wa Mungu, Mama Janet Kasako kutuanzia sehemu ya kwanza ya siku ya leo ya part 2 katika ndoa, na mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Anderson Kasha kwa kuingia katika sehemu ya pili ya part 2 ya siku ya leo, also wakiwa wameagama katika topic ama niseme subtopic ile ya ndoa. Kumbuka basi title ambayo tunatembea nayo kwa wiki hii ni je, kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa na kwenye utumishi wa zamani na ule wa leo. Tumejifunza mengi sana katika majumaa mawili kwa tumeweza kubarikiwa, lakini kama ilivyo kawaida yetu Bible study huwa hatuishii hapo. Tunaingia katika sehemu ya kuhakikisha kwamba hili swali lilokuja nalo hatubaki na dukuduku. Tunauliza swali katika hilo ama kuna kile ambacho umekisikia kwa siku ya leo kikukupa kitu tunaita aha moment. Inawezekana kwa swali, lakini kama imewasha kuwasha taa katika nafsi yako, tunasema basi unapata nafasi ya kuchangia, utuhabarishe na sisi wengine kile ambacho imekupa ile aha moment. Kwa sababu hiyo tunasema kwamba ni changizo. Line yako ipo katika mute kwa sasa, tafadhali iangalie. Utabonyeza alama ya nyota nambari 6 mara moja tu, itakutoa katika mute. Utajitambulisha japo kwa jina la kwanza na pale ulipo. Swali lako ama changizo tunakupa dakika 2. Tunaamini kabisa kwamba utaweza kufanya hivyo kwa ufasaha kabisa. Na tuingie katika sehemu ya maswali majibu. Karibu. Ruksa kuwa mtu wa kwanza.
kama unazungumza na sija ku acknowledge, inawezekana kabisa unazungumza katika mimi. Utaangalia tena simu yako, utabonyeza alama ya nyota nambari 6, utakuwa hewani. Na wakati unafanya hivyo, basi kumbuka kusubscribe katika channel yetu ile ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study. Umoja Church Bible Study, usubscribe, utakuta kipindi hiki na vingine vya nyuma vikiwa pale, unaweza kusikiliza tena na tena na ukashare na familia. Karibu tuwe katika sehemu maswali na majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Nafikiri ni Pastor Lilian Joseph, karibu. Amina, asante. Mimi napenda sana kuwashukuru baba na mama Kasha kwa somo zuri kabisa, lakini pia napenda kuwapongeza kwa neema ya kuwa kwenye ndoa kwa miaka 37. Sio kitu cha mchezo. Na ongea hivyo kwa sababu na mimi nilishawahi kuwa kwenye ndoa, kwa hiyo naelewa. Sasa swali langu linakuja kwa wao, kwa sababu ya mambo mengi yanayoendelea siku hizi, sijui nafikiri ni utandawazi au labda ndio hivyo, labda wanawake kuwezeshwa na kuweza kujifanyia maamuzi ya katika kujitetea. Ninaamini wanawake wanapofanya maamuzi sometimes ni katika kujitetea ili kuondokana na ule ukiritimba unaoendelea kwenye ndoa nyingi, sio zote. Sasa katika kufanya maamuzi ya kuoa au kuolewa, narudi kwenu mama na baba, ninyi wakati mnajuana kama wachumba, mlipitia mafundisho ya aina gani ambayo labda mmeyasimamia mpaka wakati huu, mpaka mna miaka 37, mmedumu katika miaka 37 ya ndoa, mmezaa watoto na sasa mna wajukuu? Na mimi nikiwaona, yani naona mko vizuri kweli, mna dance pamoja, mnatembea pamoja, na mimi nawaangalia, yani mko vizuri, yani kwa kiufupi mko vizuri. Kwa hiyo ni mafundisho gani ambayo mliyachukua au mlifundishwa, au ushauri gani mlipewa, na huo ndio mmeushikilia mpaka leo hii, na mpaka leo hii mmekuwa shuhuda kwetu, mnatushauri namna hii? Na labda ni kitu gani pia mnafundisha kwenye ndoa za watoto wenu na wao wadumu kama ninyi? Nitashukuru sana tukijua hilo, ili na sisi wengine tuweze kulichukua, wale masingo au hata wale ambao tayari wako kwenye ndoa waweze kuchukua na kureroute kitendo cha kusema kwamba huwa mnapeana taarifa kila mwisho wa mwaka au mwanzoni mwa mwaka. Kwa kweli ni couples ngapi wanaweza wakashuhudia kwamba wanapeana taarifa hivyo, na honestly wakasema kiukweli kabisa, kiuwazi, akasema makosa yangu ni 1 2 3? Ni wachache sana. Ninyi mkiwepo namba 1, naomba mtuambie ushauri mliopewa, mafundisho mliochukua, mlioyasimamia mpaka dakika hii mmeweza kusimama namna hii. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana kwa swali lako zuri wa mchungaji Lilian Joseph. Umeeleweka vizuri kabisa, lakini lazimika kuliadjust hii swali kwa sababu kipindi ni Bible Study, tunataka watu waweze kuchangia. Kwa hivyo swali lako limeeleweka vizuri, walimu watapata nafasi ya kuliuliza, lakini karibisha kwanza mtu yote katika line. Mtumishi hata kujua siri, mafundisho gani mtu amepitia binafsi yake ama wengine wamepitia kuweza kudumu katika ndoa, katika mfano huo tukiwa ndoa ya miaka 30 na kitu ambayo imesimama vizuri na ameweza kuipenda. Kwa hiyo tuingie katika engo hiyo ili tuweze kupata jibu ambalo sio personal. Karibu tuendelee. Karibu mtu mwingine kabla sijakaribisha walimu. Mafundisho gani watu wamepitia ama unafikiri wamepitia kuweza kusababisha ndoa zao ziweze kudumu? Hapo ndipo palipo. Alama nyota nambari 6, utakuwa hewani. Ni mafundisho gani watu wameweza kupitia? Kaka Jerry, samahani kakaangu. Ili swali ni direct kwa mama na baba Kasha. Samahani. Nimekusikia na nimefanya hivyo kwa sababu ni msingi wa kipindi chetu kutokwenda personal katika mafundisho. Wameweza kuelewa na nitapata nafasi ya kufundisha.
kwa sababu utasema hili ndio kwao kwa sababu umeadmire. Siku nyingine mtakuwa na swali lingine ambalo litatoka kutaka kujua undani wa mtu fulani. Tunataka mafundisho yabaki kimafundisho, na ukitaka kutoa mfano katika ndoa yao ni sawa kabisa kama waweza kutoa. Sababu naamini kwamba mfano ni mmoja, ni mzuri, lakini vile vile wapo wengine ambao wanaweza kuchangia katika hilo. Kwa hivyo najaribu kuangalia katika mapana hayo, lakini nitawapa nafasi. Amen, amen, amen. Karibu, jina la kwanza pale ulipo. Mama Kavishi. Amen. Karibu sana Mama Kavishi. Karibu. Kwanza kabisa nimshukuru baba na mama kwa mafundisho yao mazuri sana 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 na ushuhuda wa maisha yao. Mimi kutokana na swala la mchungaji Lilian, si kwamba nitajibu nilivyo sahihi, isipokuwa nahisi kutokana na mafundisho yao, kutokana na somo walivyolileta na mtiririko ulivyo, sidhani kama ni mafundisho waliopewa. Hii ni kwa neema. Walikuwa ni watu ambao wana hofu ya Mungu. Wao ni binadamu. Nafikiri kutokana na walivyoishi na wakijua kabisa kwamba hii ndoa yetu si mkataba, ni maagano. Na kwa neema ya Mungu, as they go, wakawa wanajua kwamba ni wapi tumekosea na tujisahisheje ili tubaki katika hili agano. Ni watu waliokuwa na hofu ya Mungu, na wakijua kwamba tulichoagana, ili agano ni la kudumu. Kwa hivyo ni sisi wenyewe turekebishe, na kurekebisha ni tunahitaji msaada wa Mungu, msaada wa Roho Mtakatifu kama walivyotufundisha. Kwa hivyo ni mtu kujitambua kwenye nafasi yako, ni mtu kujitambua kwenye huduma yako, kujua kwamba hii ni huduma, lazima nifikishe katika lengo ambalo Mungu analikusudia. Ni kwa hivyo ni kutafuta kila mbinu liwalo na liwe, lakini ili agano lazima lidumu. Kwa hivyo ni kurekebisha kile ambacho unaona kimeenda penge, kimeenda vibaya, kukirekebisha kwa msaada wa Roho Mtakatifu na maombi kama walivyosema. Nimejaribu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana 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 kwa ushuhuda wenu. Iwe ni fundisho kwetu na hasa kwa vijana wetu na mabinti zetu. Amen. Sana kutuanzishia hapo Mama Kavishe kutoka pale Ohio. Nisema kwamba ni Mungu kati yao anasimamisha hilo. That of course na ndoa nyingine. Najua kuna wengine watasema kwamba vipi kuhusu wengine walifeli. Tutafika hapo. Karibisha mtu mwingine mmoja kabla sijaenda kwa walimu. Inakuwaje ndoa nyingine zinadumu kwa muda mrefu kama hiyo nyingine tumesikia miaka 37, si kitoto? Inakuwaje hizo ndoa zinadumu? Kuna mafundisho fulani watu walipitia, kama alivyozungumza mchangaji wa mwanzo, ni Mungu tu ametaka iwe hivyo na wenyewe wamemuogopa Mungu na ikafika hapo. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu, nafikiri sauti ya mchungaji Mangesho hii. Karibu. Nasikia kaka Jerry, Mungu akubariki. Pia nashukuru sana walimu wetu na Makasha na kwa kweli Mungu awabariki sana. Labda kwa kuongezea hapo, mimi labda ningechukulia mfano kwa wazazi wangu growing up nikiwaona. Mimi naamini pia ilikuwa ni uvumilivu. Kuvumiliana ndio tunda hilo katika ndoa, especially nikiangalia wazangu wakubwa, shangazi zangu. Yaani kulikuwa kuna challenges, unaona. Na mimi samani sitaogopa kusema ili hapa, wazazi wangu tayari wote wamekwisha kutangulia mbele za haki. Lakini nakumbuka kipindi ambacho mama aligundua kwamba baba alikuwa na mtoto nje ya ndoa, na namna gani ambavyo ile uvumilivu wa kuweza kusamehe. Of course if you had to be dealt with, lakini ile hali ya upendo, ile hali ya uvumilivu sio kwamba ina justify, of course inakwenda both ways. Lakini nikiangalia wazazi wetu wengi, baba kubwa, wajomba, shangazi, wakati
tumekuwa tukisoma, ilikuwa nadhani nilipokuja katika ndoa, kama ambavyo baba Kasha alisema alifundisha kwamba walichukua ule funguo wakautupilia nje. Kwa nadhani kwa machangizo ya wengine wote, mimi nimetuongezea kwa ile hali ya kuvumiliana katika yote. Asante sana kwa changizo lako zuri hilo, Mchungaji Mangesho. Kwa sababu muda sasa nalazimika sasa kwenda kwa walimu siku ya leo. Nafikiri Stuart melikumbuka. Karibu tuchangie katika hilo. Amen. Tunichangia kwenye swali alilouliza. Yes. Kwamba nini siri ya kufanikiwa kuishi muda mrefu, namna kuna mafundisho fulani ama ni kitu kingine? Amen. Kwa kweli tunashukuru kwa ajili ya ile ambavyo tunatazama, lakini kwa kutazama kwa nje unaweza kufikiri kwamba hatukupitia mambo, lakini kama wale wengine wote kwamba ndoa inahitaji kazi, kuifanyia kazi. Yaani ni kama bustani vile ambavyo ndokuwa kwamba ikiwa imepaliliwa vizuri na magugu kuondolewa, basi ndivyo itakavyostawi. Lakini kitu cha kwanza kabisa ni kumshukuru Mungu, kwa sababu hata sisi tunashangaa neema ya Mungu ambayo imetuwezesha kwa sehemu kubwa. Na tuliazimia tangu mwanzoni kwamba hatutaki ndoa yetu iwe kuukuu. Najua kwamba kitu chochote kianza kutumika, basi kuna hali fulani ya ukukuu. Na tulizingatia hiyo tangu mwanzoni, tukasema kwamba sisi tunahitaji kwamba tuendelee kuifanyia kazi, kuendelea kuweka kazi humo na kuhakikisha kwamba inaendelea kuwa mpya kila siku. Na neno la Mungu linasema kwamba ni mpya kila siku asubuhi. Na hivyo inawezekana kabisa. Kwamba yani kila siku ni kama nafanya dating anew. Kila siku kuna dating ya siku hiyo, na kila siku, na ukiendelea kufanya hivyo, hali ya ukukuu haitaingia. Na vile hivyo tunajua jinsi ambavyo ilivyo katika uhusiano wetu na Mungu, kwamba vile ambavyo tunavyoendelea kuzama katika mahusiano yetu, basi ndivyo ambavyo inatusaidia. Kwa hiyo ni kweli kwamba shortly tulipata mafundisho, ni kweli huko kabla ya kuingia kwenye ndoa, kwa sehemu kidogo sana, lakini sehemu kubwa ilikuwa ni sisi wenyewe huku tulipokuwa tumeingia. Tulifanya maamuzi hayo ambayo tuliona kwamba ni ya muhimu, lakini tulisema kwamba sisi hatutakuwa wenye hitimu. Always tutakuwa wanafunzi, kujifunza jinsi tunavyoendelea. Na kuna kitu ambacho wanaita on the job training. Vivyo hivyo kwenye ndoa. Yaani ukiweka kwamba mimi ili niweze kunyanyua kiwango changu cha uboreshaji kwenye ndoa, basi utahakikisha kwamba unafanya yale mazoezi husika. Kuendelea na ndicho baadhi ya vitu vile ambavyo vimetusaidia kwa kweli ni hivyo. Na kuweza kuona thamani ya mwenzako. Neno la Mungu linasema kwamba utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kadhalika, na utampenda jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo mkitazamana wewe na mke wako, basi ni kama unajiona ndani yake. Ni kama yeye ni kioo kinakuonyesha jinsi ulivyo. Na tukiwa tumefikia kwenye kiwango hicho, basi kuna nguvu ya upendo ambayo inatuwezesha kama Yesu, kama Mungu alivyoupenda ulimwengu na mpaka akamtoa mwana wake wa pekee. Vivyo hivyo kwenye ndoa, sababu ndoa inahitaji kujitoa mmoja kwa mwingine. Basi tukiwa tunaimarishwa na nguvu ya upendo, basi yote haya yanawezekana. Lakini shortly tunasema kwamba yote hii ni neema tu. Wale ambao hawakufikia kwenye viwango hivyo labda ambavyo tumefikia, ndio kwamba si kwa sababu nyingine yoyote, ila basi kuna mambo mengine hatuwezi kufahamu sasa hivi.
labda wengine hata wamefanya vizuri zaidi kuliko sisi, na lakini hawakuweza kufikia hapo. Usikate tamaa. Kuna mambo mengine ambayo Mungu anayaruhusu kwa namna fulani, na unasema kwamba tutajua huko mbeleni labda tunavyoendelea. Basi Mungu atubariki. Asante. Asante sana. Nimpe Makisha nafasi kama kuna kitu mzee amekioverlook kidogo katika swali ile. Kama unachokuongezea hata kwa sekunde kadhaa. Yeah, amen. Tunashukuru sana jamani, mtumishi wa Mungu Lili, kwa kweli tunasema asante. Ni Mungu tu kwa kweli, mafundisho tulipata, lakini kama jinsi tunavyojua kwenye ndoa unapoingia, nilipokuwa mimi na Kasha tulikuwa na challenge zetu sisi wawili. Tulipoanza kupata watoto tulikuwa tuna challenge tu, watoto wameondoka, tumebaki wenyewe, tuna challenge zetu, lakini tunaendelea. Siri kubwa ambayo imetusaidia mimi na Pastor Kasha, communication. Tuna communicate mpaka bedroom, sisi tunaongea kila kitu tunafanya, tunaambiana. Yani communication ndio imekuwa kwa kweli tuseme silaha kubwa kwetu. Yani hakuna kitu ambacho mtu unaweza kumficha mtu kwamba eti mimi hapa nimeumia eti ninyamaze mpaka kesho. Hapana, tuna communicate a lot. Alafu kitu kingine ni maombi. Tunaomba tukiona kuna kitu kimetukuta, kwa sababu sio kwamba challenge hatupati, tunapata. Lakini tukiona tumefikia kwenye hii challenge, tunaingia kwenye maombi, tunakaa pamoja, tunaomba pamoja, tunahakikisha adui ndio anaondoka. Lakini kusema za kweli, kama yule mama alivyosema, mpaka hapa tulipofikia ni kwa neema. Na hata wanangu, watoto wetu tunawaambiaga kama kuna kitu Mungu ametusaidia kutokuforce au kutokustress watoto kwenye ndoa. Hatunaga tabia ya kuforce watoto kwenye ndoa. Tunataka waingie wenyewe, na wakiingia tunawaambia once unaingia utoke. Ukitoka sisi hatukusupport. Kwa hiyo unatakiwa ufanye, tuna mafundisho tuliyofanya hapo. Kwa hiyo tunawa encourage, na wenyewe wametuona sisi tulivyokuwa tunaishi. Ndio maana nasema wakati mwingine mambo mengine watu wanajifunza kwetu. Yaani tunapokuwa kwenye ndoa yetu, unashangaa mtoto naye anayachukua yote anaenda kwenye ndoa yake. Hata kuna juzi tu nimetoka kumwambia mwanangu acha kuwa tough mom, kwa sababu mimi nitasema tu haraka nilikuwa na kitu tabia moja ambayo sio nzuri. Kama kuna wamama ambao mko hapa muiache. Nilikuwa nikiomba, kama ninaomba naomba unisaidie kufanya kitu fulani, labda nimeomba Pastor Kasha, naomba unisaidie labda kuna hiki hapa na kitu na hiki, na naomba unisaidie kukifanya. Akasema sawa. Sasa nikirudi, labda nikienda, nimeenda mahali, labda na yeye ameenda, tumerudi, labda ilikuwa ni weekend au tumerudi. Sasa mimi nikirudi, nikikuta hajafanya, ninaanza kukifanya. Sasa akitaka kuja kukifanya hicho kitu, sasa hapo inahoga kazi. Kwa hiyo inabidi tu aniachie nifanye. Sasa nafanya huku nimechoka, lakini ninafanya kwa sio kwamba kwa furaha. Nafanya tu kuonyesha kwamba I can do it. Nilikuwa nimekuomba tu lakini hujaweza kufanya. Mtumishi, weka kae tu, barikiwa. Mimi nitafanya, lakini huku ndani ninaumia. Baadaye nikajifunza, no, don't do that. Na mimi sasa nikashangaa, mwanangu anasema, "Mama, hata mimi naona nitafanya." Nikasema, anaiga kwa mama yake. Kwa hiyo nitaka kuwapa tu mfano huo kwamba watoto wanatusoma. Baadaye nikajifunza, hebu nisiwe tafu, niombe msaada na nimpe muda. Shida yangu ilikuwa ni kumpa muda. Unaweza kutaka mtu afanye kitu, unataka afanye leo, kesho. Yeye anataka kufanya kesho kutwa. Kwangu mimi ilikuwa ni shida, naenda kufanya vingine vya kwenye kufika uwanja, hata kubeba siwezi, naenda kufukana nayo tu kwa sababu nimeona huwa fulani inatakiwa likate. Na yani lakini nimejifunza. Tunajifunza. Sasa hivi nimeacha, nampa muda. Barikiwa. Amen. Asante sana, asanteni wote kwa majibu hayo. Namba sasa niko nafasi kurudi pale Houston kwa muuliza swali, nijue kama tumesogea. Muuliza swali mchungaji Lilian, tumekusogeza. Kwa kweli, asante kaka Jerry. Nashukuru sana kwa uwazi ambao wameuweka, na mama hapa amekuja amepigilia msumari. Nafikiri hiyo huwa inatokea kwetu wa mama sana, sometimes ndo kama hivyo tena. Lakini thank you so much kwa jinsi mlivyoyaongea na tumeyapokea. Naamini kwamba wote kuna kadhaa tumefaidika na tutayachukulia na kuyafanyia mpango. Asante sana. Amen. Basi kwa agano hilo, nikiangalia muda basi umetushika bega, naomba niweke nukta kwa siku ya leo. Kwanza nikiwashukuru wote fundishe walimu wetu wa siku ya leo. Mama Janet Kasha pamoja na Reverend Dr. Anderson Kasha kutoka pale Alabama kutuongoza pamoja sehemu ya pili. Kumbuka basi sehemu ya 3 na ya mwisho itakuwa wiki ijayo. Asanteni sana.
Na nimkaribishe tena mtumishi wa Mungu. Kabla sijamkaribisha Dr. Nasua, niwakaribishe wenzetu wa Outreach Ministry watu kutuongoza katika declaration and then tuendelee katika matangazo yanayofuata. Outreach Ministry, karibu. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Basi tutakwenda kwenye declaration yetu ambapo tunakwenda kupinga na kuharibu madhabahu zote zile kwenye state yako ambayo inazuia kazi ya Mungu, injili isiweze kusonga mbele, inayoleta uzito katika maisha ya watu, inaleta uzito katika huduma pote pale ambapo iko enhanced kutoka kuzimu. Basi tutemeni mbele za Mungu, wapendwa wa Bwana, kwa kutumia damu ya Yesu na jina la Yesu kapata kuzivuruga na kuziharibu katika jina la Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele za uso wako Baba Mungu, tukifanya declaration juu ya uwezo wako na mamlaka yako. Tunakuja mbele za uso wako, tunasambaratisha madhabahu zote za giza Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu, tunaziharibu, tunazibomoa Baba, katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, wawili watatu kukutana kwa jambo lolote mitaani magengeni kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa kutenda. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Asanteni sana Outreach Ministry kutongoza katika declaration yetu ile ya mwezi huu wa 3. Naam, nikaribisha tena basi mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Absalom Nasua kwa matangazo na kuweza kutufungia kipindi kwa sala ya jioni. Dr. Nasua. Asante sana mtumishi wa Mungu Brother Jerry. Nichukue nafasi hii kulishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mungai Mshana, wewe mwenyewe Jerry, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaoifanya. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Pili, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana watumishi wa Mungu Pastor Anderson Kasha pamoja na mama mchungaji Anet Kasha kwa somo zuri sana ambalo wameendelea kutufundisha ili ndoa zetu na familia zetu zipate kupona. Mungu awabariki sana. Amen, amen, amen. Na tatu, tunaendelea kuwashukuru kwa jinsi ambavyo mnaotoa muda wenu. Tunajua muda ulivyo changamoto sana pa Marekani, lakini mmejitoa kwa majuma 3 kutufundisha somo hili. Mungu awabariki sana na Mungu atawalipa muda wenu wote mliotoa kwa ajili yetu sote. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote zimepitana kuhakikishwa, awalinde, awatunze na afanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa saa zako na kutoisha kipindi kwa sala ya jioni. Dawati nachukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Specifically vile na walimu watu wa siku ya leo, Mama Janet pamoja na Dr. Kasha kutoka pale Alabama kwa kutusimama na sisi katika sehemu ya pili ya somo letu. Kumbuka basi tunaposema sehemu ya 3 ni ya mwisho, itakuwa hewani kwa siku ya Alhamisi wiki ijayo, ambayo inawezekana ni Ijumaa kutokana na muda na wakati wa pale ulipo. Kipekee nashukuru sana ambao walipata nafasi ya kuchangia ama kuuliza maswali kwa siku leo. Mchungaji Lilian Joseph kutoka pale Houston, Mama Kavishe Benedetta kutoka pale Ohio, mchungaji Mangeso Elisha pale Oklahoma, Dr. Kasha pamoja na Mama Kasha katika
kujibu swali lile. Katika line vile naona baadhi ya watumishi wachungaji ambao wanaona hapo, umeweza kumsikia Dr. Nasua, umeweza kumsikia vile vile mchungaji Mangesho wapo, lakini kuwasikia mchungaji Lia Mwasambungu, Minister Jessica Kataraia, Minister Olivia Andrews, mchungaji Bupe Mwakamela, mtumishi wa Mungu mwalimu Glory Shaw, na unaweza kumsikia of course mchungaji Lelia Joseph kutoka pale Houston. Dawati tulikuwa nafasi kuwashukuru wote pamoja nasi. Kumbuka basi tukutane tena wiki ijayo kuisha kipindi hiki, ni mwendelezo wa vipindi vingine vinavyojia kwa sana makanisa ya Umoja. Tutakuwa hewani tena kalenda yangu hapa haraka itakuwa ni tarehe 19 itakuwa 19 Alhamisi ijayo katika sehemu ya 3 na ya mwisho. Prayer line itakuwa hewani kama kawaida asubuhi katika namba yetu ile ya prayer line. Kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati hili la Bible Study, la Priska Mungaya Mishana, dada Hilda Biabata Kari, brother Jimmy Msemo, brother Allen Mfuru, naitwa Jerry Mkonyi. Tuwatakia wote na Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.